Je, na wewe ni miongoni mwa wale watu ambao licha ya kuwa umemtendea mtu wema, umetoa muda wako, umetoa nguvu zako, ulitoa fedha zako, umewalea watu, umewasaidia, lakini hadi sasa unaona hakuna mrejesho kutoka kwa wale watu? Hawakukumbuki, wanakudharau, wanakuona si kitu. Sasa katika kanuni za kiroho au darasa la kiroho la leo, tunakwenda kujifunza kitu cha msingi sana kwa mtu wa namna kama hiyo. Somo la leo linasema kanuni ya kutoa bila kutegemea kitu chochote kutoka kwa mtu. Somo la leo litafuta kitabu cha Luka 6 mstari wa 39. Anasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Sasa kabla tujaingia faida ya kutoa bila kutarajia kutoka kwa huyo mtu, sio kila unachokitoa utarajie kukipata mrejesho kutoka kwa huyo mtu uliompa. Na hii ndio itakuletea ugomvi sana na watu. Kwa sababu sana nimemfanyia wema, nimemtendea hiki, yeye anijali. Ukifanya hivyo unajikosea thawabu. Luka hiyo 6:35. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasio mshukuru na waovu. Hapa anasema hivi, chochote utakachokifanya, hata kama umfanyie mtu ambaye ni gaidi, adui, uwe ni wema, ni muda umeutoa, ni fedha umetoa, chochote utakachokitoa usitarajie kukipata kutoka kwa huyu uliomtolea. Thawabu zako ili zipate kuwa nyingi, katika kanuni au darasa la leo tunajifunza thawabu zetu za kutoa kwetu hatuzipati kutoka kwa mtu tuliyemtolea, tunazipata kutoka kwa Mungu aliye juu. Hata akitaka kunirejeshea kupitia watu wengine zaidi, si lazima awe huyu ambaye amesha nitendea wema. Hii kanuni ya msingi sana. Sasa yako mambo ya kujifunza. Jambo la kwanza, agizo la kutoa ni amri kutoka katika kauli ya Mungu, lakini isikutishe unaposikia amri, kwa sababu kila amri ya Mungu ni ahadi. Every command is a promise. Manake Mungu anapokuamuru wape watu vitu, manake mtu atakaye kubali kuwa ni mtu wa kuwapa watu vitu, kutoa fedha zake, kutoa muda wake, kutoa talanta yake, kutoa material yake kwa ajili ya watu wengine, manake amekubali kupokea vitu vya kutoa. Maana Mungu hawezi kuambia wape watu vitu bila wewe kukupa. Na kadiri utakapojitahidi kutoa, ndivyo ambavyo Mungu atakavyoongeza vya kuweka. Watu wengi wamekuwa ni maskini, likiwemo bara la Afrika ni maskini, kwa sababu lenyewe linaamini katika kupokea na si katika kutoa. Kwa nini anasema nanyi mtapewa? Anasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Nani atakayewapa? Nani atakayewapa kama tumesema huyu uliyempa hatakupa? Nanyi mtapewa. Wayahudi kwa kuliogopa kulitajataja jina la Bwana, kuna wakati walitumia neno they shall give you, watu watakupa. Nanyi mtapewa, kwa maana ya kwamba kwa wingi huu wakikwepa kutaja Mungu atawapa, anasema nanyi mtapewa. Kwa maana nyingine anaposema nanyi mtapewa, anamaanisha Mungu atakulipa, Mungu atakupa kwa wema ambao utaufanya hata kwa mtu ambaye amekudharau na kukucheka na kukutukana wakati wewe ndio umemtendea wema. Lakini maana ya pili, Mungu atawapa kupitia watu wengine, mawakala wake wa kibinadamu. Jambo la pili la kujifunza,
yeyote anayetoa pesa, muda, mali, nguvu, ujuzi, upendo, uwezo na akili zake kwa ajili ya Kristo, hatoi bali anapanda. Na kama unapanda, kanuni ya kupanda iko hivi: ukipanda mbegu moja ya muhindi, hautapata mbegu mbili za muhindi. Mbegu moja ya muhindi inaweza kutoa mahindi mawili, na kila hindi na mahindi zaidi ya 100. Kiwango cha mavuno kinapimwa na kiwango cha kupanda. Kupanda wema. Ndio maana Biblia inasema asubuhi panda mbegu zako, jioni panda mbegu zako. Pengine anasema maana haujui ipi itaota ipi haitaota, lakini anasema atawanyae atakusanya vingi. Hii ni kanuni ambayo hata kama haumchi Mungu, matokeo yake utayaona. Mwingine anafungua biashara akiwa na mtazamo wa kupanda vitu vyema, vyakula vizuri, mipango bora kwa watu, ambao matokeo yake kwake nakuwa ni mara 2 zaidi ya kule alikopanda. Hii ni kanuni ambayo ukiichukua itakuletea matokeo makubwa sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo tunapotoa sadaka, hatutoi tu, tunapanda katika shamba la ufalme wa Mungu. Unapowezesha mambo matakatifu endelee kukua, chochote kitakachotokea matokeo chanya, matokeo hayo ni ya kwako. Jambo la lingine la kujifunza: maisha utakayochagua katika eneo la utoaji, kiwango ambacho utajiwekea, the standard ambayo utaiseti katika kiwango chako cha kutoa kwenye dunia hii, kiko proportion au kiko sambamba au kiko direct proportion na kiwango chako utakachopokea kama thawabu kutoka kwa Mungu na mawakala wa kibinadamu ambao Mungu amewaweka wanakuzunguka. Kwa ukiamua kuwa mnyimivu na mchoyo na mjivuni unayeficha, kiwango chako utakachopokea kutoka kwa Mungu ni kiwango cha kujificha, cha vidrops, vitone tone. Lakini ukiamua kuwa ni mtu wa kutoa, ukiamini kwamba Mungu amefungua mibaraka mingi kwenye maisha yako, kwako na wewe utapokea mvua za baraka. Ndicho ambacho anachosema, kiwango cha kushindiliwa, kujaa na kusukwasukwa hata kumwagika. Jambo la mwisho, ukiamua kuwa mtu wa kutoa kwa kiwango cha juu, cha kujaa, cha kushindilia na kusukwasukwa na kumwagika. Kwa maisha yangu mimi, chochote kama ukinipa muda wa kutoa hata nguvu zangu, nitazitoa zote na kuzimwaga zote katika hilo eneo. Kiwango hicho ndicho ambacho Mungu atakirudisha. Kwa hiyo utakuwa ni mtu wa kupokea baraka na thawabu za Mungu kwa viwango vya unapopokea, ni vya sio vya matone matone, ni viwango vya kujaa, kushindiliwa, kuzidi na kumwagika. Na chochote kitakachozidi kwako unakiriseko, unakirudisha kwenye baraka, kwa kukifanya kwa baraka kwa mambo ya Mungu. Maisha yako hayawezi kuwa ya kawaida. Hii kanuni ni ya kimungu ambayo ukifuata matokeo yake hayapukiki. Mithali 28 mstari wa 27 inakupa mapendekezo ya kuchagua katika maisha. Matokeo ni matokeo ambayo utakayochagua baada ya kusikia mstari huu. Anasema hivi: mwenye kuwagawia maskini hata hitaji kitu, bali afichao macho yake atakuwa na laana nyingi. Kuna maisha mawili: maisha ya kugawia maskini, kutoa uwezo, kutoa ujuzi, kutoa muda, kutoa talanta, kutoa akili, kutoa fedha, kutoa mali, kutoa miradi kwa ajili ya wasio nacho. Maskini manake ni wasio nacho. Mimi kwa mfano utajiri wa elimu ya Mungu amenipa, kwa mfano nikiaficha najitafutia laana, nikiyatoa sitapungukiwa kitu, sitahitaji kitu. Kwa hiyo nitakachokifanya nini? Ni kustruggle day and night kuhakikisha ninatoa kile ambacho Mungu ananipa. Na kupendekezea, chagua kuwa mtu wa baraka, si mtu wa laana.
Chagua kuwa mtu wa plenty mentality, kwamba Mungu amekupa vingi ili utoe kwa kiwango cha kusukwa, kwa kuzidi na hata kumwagika, ili thawabu za Mungu kwako uzipokee kwa kiwango chochote. Lakini mwisho, chochote ambacho utakifanya kwa ajili ya Mungu, mshahara unaopata ni mdogo sana. Thawabu, package ya thawabu yao kutoka kwa Mungu inavuka beyond death, inaenda mpaka eternity, umilele. Kwa maana ya kwamba nachokipata mimi kama mtumishi wa Mungu, package yangu nayoipata kutoka kwa Mungu, vingine haviwezi kuwa valued in monetary value, haviwezi kuthaminika kwa fedha. Maana mshahara wa kumtumikia Mungu, mshahara wa kufanya mambo kwa ajili ya Mungu, kutoa kwa ajili ya mambo matakatifu, kutoa kwa ajili ya Mungu, kutoa kwa ajili ya kulisha wasionacho, ni mkubwa kuliko fedha. Maana kuna vingine havina thamani kifedha, ikiwemo uhai na uzima wa milele, ikiwemo utulivu na amani. Wana amani nyingi waishikao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Vitu ambavyo wenzako mabilionea wanavitafuta kwa gharama kubwa, ambavyo wewe huna. Kwa utakuwa si mtu wa kawaida, lakini pia utakula vya hapa duniani na mbinguni pia utafaidi. Ikiwa unasema Mungu nisaidie na mimi niwe mtoaji wa kujaa na kuzidi na kushindilia na hata kumwagika, ili na mimi nipokee thawabu, si kutoka kwa ninayemtolea, kutoka kwa Mungu na marafiki wa Mungu wengine ambao atawatuma kwangu, kwa kujaa, kwa kuzidi, na kwa watoto wangu. Na hizi baraka ziende kwa watoto wangu, unasema kwa mume wangu kama umeolewa, kwa mke wangu kama umeoa, kwa rafiki zangu, kwa wazazi wangu, na kwa yoyote atakaye kuwa karibu na mimi abarikiwe. Mungu akutendee kwa jina la Yesu. Amen.